Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya hii leo, na miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza wameeleza kuwa kufungwa kwa barabara inayounganisha barabara kuu kutoka Masha kumeongeza utulivu kwa wanafunzi darasani na kuongeza umakini katika kujifunza. Na kimataifa, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO unajiandaa kuanza tena shughuli zake za kiusalama katika jimbo la Kivu Kusini, wakianzia mji wa Uvira na miji mingine. Na katika michezo, mashabiki wa Yanga na Azam FC wamesema kuwa wanayo matumaini makubwa kwa vilabu vyao kutinga hatua ya robo fainali ya kombe la mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika, ingawa haitakuwa rahisi. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Donald Anthony nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa, Matrida Emilio atakaye kusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Joyce Pakomi. Tukianzia hapa jijini Mwanza, ikiwa leo maadhimisho ya 11 siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi, baadhi ya wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza wameeleza kuwa ushirika hafifu wa wasichana kusomea masomo ya sayansi umekuwa changamoto kwao. Hii ni baada ya takwimu kuonyesha kuwa licha ya upatikanaji wa elimu, idadi ya wanawake katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati bado imeendelea kuwa chini ya theluthi moja ya watafiti duniani. Mtazamaji, tusalie hapa hapa jijini Mwanza, ambapo baadhi ya wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza wameeleza kuwa kufungwa kwa barabara ya M1 inayounganisha barabara kuu kutoka Masha kumeongeza utulivu kwa wanafunzi darasani na kuongeza umakini katika kujifunza. Barabara hiyo awali ilitumika na wakazi mbalimbali wanaopita na vyombo vya moto, hivyo kuondoa utulivu kwa wanafunzi kutokana na sauti za vyombo hivyo. Mwanahabari wetu Christina Barton ameandaa kwa kina mchanyato wa taarifa hizo. Ripoti ya mwaka 2023 kutoka UNESCO inaeleza kuwa asilimia 40 ya wanafunzi wote waliojiunga na vyuo vikuu nchini Tanzania ni wanawake, huku asilimia takriban 24 pekee ndio waliojiunga na kozi zinazohusiana na STEM. Swali linabaki ni je, kwa nini idadi ya wasichana wanaochukua masomo hayo ya sayansi kuzidi kuwa ndogo? Baadhi ya wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino, miongoni mwao wakiwa ni wanafunzi wa uhandisi chuoni hapo, wameeleza SAUT TV mitazamo yao juu ya suala la kuwa na idadi ndogo ya wanafunzi wanaosoma masomo hayo. Katika jamii yetu mara nyingi watoto wa kike wanaogopa kusoma masomo ya sayansi kwa sababu ni mitazamo ambayo ipo kwenye jamii zetu, na wakati mwingine wanapewa hofu na watu ambao wamewatangulia, hivyo wanaogopa kusoma masomo ya sayansi. Sababu ya kwanza ni imani katika jamii. Maana katika jamii watu wengi wanaamini masomo ya sayansi yanahusisha sana wanaume, kwamba wasichana wenyewe hawezi kusoma masomo ya sayansi. Sababu ya pili ni ile hofu na uoga wa mtu kuogopa kwamba akisoma masomo ya sayansi atafeli, kwa ataonekana dhaifu kwa watoto wa kiume. Jamii nyingi zinaona kwamba watoto wa kike hawawezi masomo ya sayansi ni kwa sababu tumekuwa na mtazamo tofauti kwamba hawawezi na wala hawana huo uwezo. Lakini kiuhalisia kabisa, masomo ya sayansi watoto wa kike wanayaweza na watoto wa kiume pia wanayaweza, na ndio maana kwamba hamna tofauti yoyote inayosababisha kwamba mtoto wa kike asisome masomo ya sayansi kwa sababu hajiwezi. Cha kwanza, jamii inatakiwa iwape support watoto wa kike, kama kuwahimiza wasome hayo masomo, lakini pia kuwafuatilia katika mashule, kama wazazi wawe na msisitizo kwa watoto. Kwanza kuna ile uoga, cha kwanza kwamba watu wengi wanaamini kwamba masomo ya sayansi ni kitu ambacho kinahitaji tu mambo ya commitment na uvumilivu na kujitoa kwenye kile kitu, lakini pia ile kutokuinclude kwenye jamii kwamba inaamini kama masomo ya sayansi yanahusisha sana wanafunzi wa kiume. Kwa hivyo ile kutokuwepo kwa wanafunzi wa kike katika hiyo sekta au watu wa kuangalia juu kunasababisha pia kuwe na idadi chache ya wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi kwa upande wa watoto wa kike. Maadhimisho haya ya miaka 11 ya siku hii ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi chini ya kauli mbiu isemayo kuunganisha AI, sayansi ya jamii, STEM na fedha, kujenga mustakabali jumuishi kwa
kwa wanawake na wasichana yanatukumbusha kuzingatia usawa wa kijinsia, kwani wasichana nao wana nafasi na uwezo sawa katika sayansi. Tangu kufungwa kwa barabara hii ndogo itakayomasha kuunga barabara kuu ya Malimbe, wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino kilichopo mkoani Mwanza wameeleza nafuu ambao wameipata baada ya barabara hii kufungwa, ambapo hapo awali kulikuwa na miingiliano ya magari na pikipiki, hivyo kusababishia kuondoa utulivu wao hapo madarasani. Wanafunzi hao wa chuo cha Mtakatifu Agustino wameeleza zaidi unafuu ambao wameupata baada ya barabara hii kufungwa. Makelele yalikuwa mara nyingi, ukiwa unakaa mmoja hapo na M4 hapa, mara nyingi unakuta usafiri unapita, kunakuwa kuna kelele nyingi, lecture anafundisha huku unasikia kelele kidogo, ile inaleta disturbance ambayo haifai kwa mtu ambaye anajifunza. Kwa hiyo manufaa ni makubwa, na mimi nimependa uamuzi huu wa kuziba. Kidogo tumepata utulivu na tupo huru kiujumla. Ilipofungwa imeleta umakini kwa wanafunzi. Kwa sababu gani? Wanafunzi sasa hivi wana concentrate sana darasani. Kwa sababu gani? Kipindi kile barabara ilipokuwa inapitishwa labda magari, sijui bodaboda zile, ilikuwa inaleta kelele, wakati mwingine unakuta labda wanafunzi wanashindwa kusikiliza, wana concentrate kule nje kuangalia vinavyoendelea pale nje. Kwenye kipindi cha mtihani, kutokana na hii barabara kufungwa, itawasaidia wanafunzi kuweza kufocus katika mitihani yao, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo wanafunzi walikuwa wanashindwa kufocus kwenye mitihani, walikuwa wanasumbuliwa na kelele na vitu mbalimbali ambavyo vilisababishwa na hii barabara kuwa wazi, kama miingiliano ya watu na magari. Pia kufunga barabara kumepunguza makelele. Maana kabla hujafunga barabara kelele zilikuwa nyingi barabarani. Nikiripoti kutoka chuo cha Mtakatifu Agustino, na jina ni Christina Barton, SAUT TV. Shukrani sana Christina Barton kwa taarifa hizo. Na tukisalia hapa jijini Mwanza, wananchi katika kata ya Luchelele wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wameaswa kudhibiti taka kwa njia sahihi ili kulinda mazingira yao. Wito huo umetolewa na afisa mazingira wa shirika la Environment Management and Economic Development Organization EMODO, Kitogo Lawrence, na kuongeza kuwa usimamizi mbovu wa taka ni chanzo cha uchafuzi wa mazingira. Baadhi ya wananchi wa kata ya Luchelele wilayani Nyamagana mkoani Mwanza wameeleza ni kwa namna gani wanashirikiana na shirika lisilo la kiserikali la EMODO katika kuhakikisha wanadhibiti uchafuzi wa mazingira, na haya ni baadhi ya maoni yao. Kupunguza uchafu katika mazingira yetu, ningependa kushauri watu wapeleke taka sehemu husika, pia ili kuminimize hizo uchafu na vitu vinavyozalishwa kwenye mazingira yetu ambavyo sio vinaweza kusababisha magonjwa. Wanaweza wakawa wanakusanya huo uchafu wanauchoma, lakini pia kuna baadhi ya plastic containers, kuna baadhi ya containers zinaweza zikaendelea kutumika kwa ajili ya matumizi mbalimbali baada ya kuwa kitu kilichokuwemo kimemalizika. Licha ya maoni ya wananchi juu ya utunzaji wa mazingira, afisa mazingira kutoka shirika lisilo la kiserikali la EMODO amezungumza ni namna gani ambavyo wananchi wanaweza kutumia njia rahisi katika kutunza mazingira. Kila mmoja kwenye eneo analofanyia kazi ajaribu kufikiri kwamba mazingira ni kwanza, aipe mazingira kipaumbele. Hiyo ni mfanyabiashara, iwe ni mama ntilie, hata kile kitendo cha kuacha tu taka za plastiki zinazagaa ovyo ovyo bila udhibiti ni uharibifu wa mazingira. Kwa sababu mwisho wa siku mvua inaponyesha, ukichukulia kwa mfano ziwa Victoria liko chini kabisa bondeni, unaona, na jiografia ya Mwanza ilivyo ni milima. Kwa hiyo hata ile miundombinu ya udhibiti wa taka ngumu, taka za maji ni shida. Kwa ujumla, wananchi wa kata ya Luchelele wilayani Nyamagana mkoani Mwanza wanahimizwa kutumia njia ambazo ni sahihi kutunza mazingira ili kuweza kudumisha mazingira ambayo ni bora. Nikiripoti kutoka kata ya Luchelele wilayani Nyamagana mkoani Mwanza, mimi ni Gibson Ernest wa SAUT TV. Shukrani sana Gibson Ernest kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa SAUT TV, na sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV. Hivi sasa ni wakati wa kuangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO unajiandaa kuanza tena shughuli zake za kiusalama katika jimbo la Kivu Kusini, wakianzia mji wa Uvira na miji mingine. Viongozi wa Umoja wa Ulaya EU wanatarajiwa kukutana Alhamisi nchini Ubelgiji katika mkutano usio rasmi utakaofanyika kujadili namna ya kuimarisha uchumi wa umoja huo na kukabiliana na ushindani kutoka mataifa makubwa. Mwandishi wetu Hamisi Teo anaeleza kwa kina taarifa hizo za kimataifa.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, unajiandaa kuanza tena shughuli zake za kiusalama katika jimbo la Kivu Kusini kuanzia mji wa Uvira. Pierre Lacroix, mkuu wa operesheni za amani Umoja wa Mataifa, ametoa taarifa hiyo Jumanne katika ziara yake nchini DRC baada ya kukutana na Felix Tshisekedi, ambapo walijadili nafasi ya MONUSCO katika utaratibu wa uthibitishaji wa kusitisha mapigano ndani ya mchakato wa amani unaoendelea mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, kurejeshwa kwa MONUSCO Uvira kutafanyika kwa hatua kadhaa, zikianzia na upelelezi wa angani kwa kutuma helikopta ili kuchora ramani ya usalama wa eneo kabla ya kutuma wanajeshi wa ardhini. Amesema akiwa Kinshasa kuwa Umoja wa Mataifa unahitaji dhamana ya usalama kabla ya kurusha helikopta zake, akitaja hatari za mashambulizi au uwepo wa ndege zisizo na rubani katika maeneo ya karibu na kuomba msaada wa mabalozi wa nchi za kigeni kusaidia kupata dhamana hizo kwa haraka. Lacroix ameeleza juu ya kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma kwa sasa na kudhibitiwa na kundi lenye silaha la AFC M23, hali inayoongeza changamoto za kiusalama na kiutendaji kwa MONUSCO, ambapo safari za upelelezi wa angani zinalengwa kuanzia mkoani humo. Kwa upande mwingine, kiongozi huyo amebainisha kuwa baada ya upelelezi huo, MONUSCO itaanza kutuma wanajeshi wa ardhi kwa idadi ndogo kisha kuongeza taratibu, na kusisitiza kuwa Umoja wa Mataifa pekee hauwezi kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano ya amani bila msaada wa wadhamini wa kidiplomasia kama Marekani na Katari. Hatua hii ya kurejesha vikosi Uvira inakuja wakati kukiwa na changamoto nyingine kwa MONUSCO, ikiwemo taarifa za hivi karibuni za Afrika Kusini kuondoa wanajeshi wake wapatao 700 kutokana na sababu za bajeti, pamoja na ripoti zinazoonyesha kuwa hali ya usalama mashariki mwa DRC bado haijaimarika licha ya makubaliano ya amani. MONUSCO iliondoka Kivu Kusini mwaka 2024 kama sehemu ya mpango wa kupunguza uwepo wake nchini DRC, lakini kuendelea kwa mapigano kati ya makundi yenye silaha kama AFC M23 na jeshi la serikali kumesababisha Umoja wa Mataifa kuongeza muda ujumbe wake kwa mwaka mmoja zaidi, na sasa kupanga kurejea katika maeneo muhimu kama Uvira ili kusaidia kusimamia usitishaji mapigano na kulinda raia. Viongozi wa Umoja wa Ulaya EU wanatarajia kukutana Alhamisi nchini Ubelgiji katika mkutano usio rasmi utakaofanyika kujadili namna ya kuimarisha uchumi wa umoja huo na kukabiliana na ushindani kutoka mataifa makubwa. Mkutano huo unakuja kufuatia wito wa viongozi wa Ulaya ya Kati wanaotaka EU ichukue hatua za haraka kupunguza bei za umeme ili kulinda ushindani wa viwanda vya Ulaya vinavyokabiliwa na gharama kubwa za nishati. Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico amesema hayo akiwa Bratislava baada ya mazungumzo na viongozi wa Austria na Czech. Kama mkutano huo utaafiki kupunguza bei za umeme, ataona kuwa ni mafanikio makubwa kwa EU. Kwa upande wake, kansela wa Austria Christian Stocker amesema kuwa bei za gesi asilia ndizo chanzo kikuu cha kupanda kwa gharama za umeme barani Ulaya, na swala hilo linapaswa kupewa kipaumbele katika mjadala wa mkutano huo. Waziri Mkuu wa Czech Andrej Babis anashawishi nchi wanachama kuunga mkono wazo la kuweka ukomo wa bei ya vibali vya hewa ya ukaa chini ya mfumo wa kisheria wa EU kudhibiti na kupunguza uzalishaji wa hewa chafu. Kwa mujibu wa waraka wa ndani ya umoja huo, umebainisha kuwa Tume ya Ulaya inatafakari njia 3 za kurekebisha mfumo wa utoaji wa vibali vya bure kwa viwanda ili kuendana na malengo ya kupunguza uzalishaji wa hewa chafu ifikapo mwaka 2040. Aidha, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni wanatarajiwa kushinikiza mkutano huo kuandaa mkakati wa pamoja wa EU utakaosaidia biashara kuvutia uwekezaji na kuimarisha soko la pamoja la Ulaya. Shinikizo la kupunguza bei za nishati limeongezeka ndani ya EU kutokana na gharama kubwa za uzalishaji zinazotokana na mfumo wa kisheria wa EU wa kudhibiti na kupunguza uzalishaji wa hewa chafu na kupanda kwa bei za gesi, hali inayofanya viwanda vya Ulaya kushindwa kushindana kwa urahisi na nchi kama China
na Marekani katika soko la dunia. Hamisi Teo, SAUT TV. Shukrani sana Hamisi Teo kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana na Matrida Emili atakaye kusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Kioo cha Mwanamke, niliamua kuwasaidia watoto wa kike sana, na toka nimeanza kuwasaidia saizi ni takribani watoto 288 waliopita mikononi mwangu. Ushonaji huwezi kulala njaa, na kikubwa kuwa na uaminifu nilivyosema, kupenda wateja wako, kuwafuatilia. Maana unampa nguo lakini baadaye unamwambia kupendeza, umekaaje hapa pale, pesa nikurekebishie hivyo. Kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SAUTVTZ. Karibu mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Matilda Emilio. Baadhi ya wananchi mtaa wa Malimbe wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza wametumia changamoto ya kukata kwa maji kama fursa ya kufanya biashara ya kuuza maji kwenye mtaa huo. Wakizungumza na SAUT TV wamebainisha kuwa biashara hiyo imekuwa chanzo kujipatia kipato na kutimiza mahitaji mengine. Na biashara kimataifa, viongozi wa Umoja wa Ulaya EU wanatarajia kukutana nchini Ubelgiji siku ya Alhamisi kujadili jinsi wanavyoweza kushindana kiuchumi na wapinzani wa kimataifa ikiwemo China na Marekani. Mwanahabari wetu Ronaldo Sau ameandaa kwa kina mchanyato wa taarifa hizo. Maji ni uhai na kila tone linamaanisha maisha. Kauli hii inajidhihirisha jijini Mwanza, mtaa wa Malimbe, ambapo kutokana na changamoto ya kukatika kwa maji, wananchi wametumia fursa hiyo kufanya biashara ya maji ambayo wameeleza kuwa ina manufaa kemkem kama wanavyosema wakizungumza na SAUT TV. Kwa jina naitwa Ndandefu, mkazi wa hapa Malimbe. Kwa kweli kazi ya maji ni nzuri sana. Imenifanya nimenunua kiwanja kupitia kuuza, imenifanya na natunza familia, najilipia kodi. Kwa kweli faida ya maji nimeiona ni ya muhimu sana. Na kitu kingine sana sana tunauziaga wanachuo. Wanachuo wakisha ondoka na mimi nahama, kwa sababu wao ndio tunaowategemea kwa 100%. Bila wao nisingeweza kuuza hata haya maji. Kwa kweli nimependa chuo kuwepo hapa, na pia tapambana niwezavyo nipige hatua kubwa kupitia hii kazi ya maji, japo tayari nimeshapiga hatua nyingine kwenda hatua nyingine. Nimebaki sasa iniwezeshe nijenge na kujenga, maana natunza kwa siku shilingi 20,000. Kwa majina naitwa Kase, ninaishi Malimbe. Jamani, hii kazi ya maji ni kazi nzuri, inanifanya nalisha familia, mimi mwenyewe ninajihudumia, nanunua nguo, kila ninachotaka nafanya. Naam, na haya ni baadhi ya maoni ya wafanyabiashara ya uuzaji wa maji kutoka Malimbe, Mwanza, Tanzania, wakieleza namna gani wananufaika na biashara ya uuzaji wa maji katika mtaa huu, huku wateja wao wakubwa wakiwa ni wanachuo. Mimi ni Ronaldo Komba wa SAUT TV. Viongozi wa Ulaya wanatarajia kukutana nchini Ubelgiji siku ya Alhamisi kujadili jinsi wanavyoweza kushindana kiuchumi na mpinzani wa kimataifa kama China, Marekani, huku utaratibu wa dunia unaozingatia sheria ukiendelea kuporomoka. Rais wa baraza hilo Antonio Costa, ambaye ni mwenyekiti wa mikutano ya umoja huo, atawakaribisha viongozi kwa mafunzo huko Alden-Bissen, mashariki mwa Ubelgiji, kujadili hatua za kuchukua. Ikumbuke kuwa ukuaji wa uchumi wa Umoja wa Ulaya umekuwa chini sana kuliko ule wa Marekani katika miongo miwili iliyopita, huku uzalishaji na uvumbuzi wa umoja huo hasa katika nyanja mbalimbali kama vile akili bandia umepungua kwa kiasi kikubwa. Nchi za Umoja wa Ulaya hivi sasa zinakabiliana na vita vya kibiashara na rais wa Marekani Donald Trump, kama vile vitisho vya ushuru kuhusu Greenland pamoja na vikwazo vya China kuhusu mauzo ya nje ya madini muhimu ambao umoja huo wenye mataifa 27 unahitaji zaidi. Umoja huo unahitaji utajiri mkubwa zaidi ili kuhifadhi uondoaji wa gesi chafu na ubadilishanaji wa kidigitali na kuimarisha mifumo ya ulinzi dhidi ya Urusi yenye vifaa vya kivita vikali zaidi
Kambi hiyo inazidi kufahamu kwamba sasa ni wakati wa kuchukua hatua. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alirejelea wito wake kwa jumuiya hiyo Jumanne, akitaka kuanza kukopa zaidi kwa pamoja ili kuwekeza kwa kiwango kikubwa na kupinga utawala wa dola. Mkutano huo unatarajia kuhudhuriwa na mawaziri wakuu wa zamani wa Italia Mario Draghi na Enrico Letta, waandishi wa ripoti zenye ushawishi mkubwa mnamo mwaka 2024 kuhusu changamoto ya ushindani ya Umoja wa Ulaya wamealikwa kushiriki maoni yao. Ronaldo Komba wa SAUT TV. Asante sana Ronaldo Esau kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Joyce Pacome. Endelea kutazama SAUT TV. Wiki hii kwenye Extra Time. Mwanzoni mwa msimu wa mwaka 2025-2026, miongoni mwa kanuni ambazo zimefanywa maboresho katika ligi kuu Tanzania bara ni vilabu kutosajili golikipa zaidi ya mmoja wa kigeni. Je, maswali yanakuja. Kanuni hii itasaidiaje magolikipa wazawa kupata nafasi katika vilabu tofauti? Na kama watapata nafasi, itawasaidia kujulikana kimataifa? Wiki hii kwenye Extra Time utalipata hili kwa ufafanuzi. Usipange kukosa. Utapata madini. Usikose kufuatilia Extra Time kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SAUTV. Ni matumaini yangu mzima wa afya, mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Joyce Pacome. Mashabiki wa Yanga na Azam FC wamesema kuwa bado wanayo matumaini makubwa kwa vilabu vyao kutinga hatua ya robo fainali ya kombe la klabu bingwa na kombe la shirikisho barani Afrika, ingawa haitakuwa rahisi. Yanga na Azam FC wanahitaji kushinda mechi za mwisho hatua ya makundi ili kusonga mbele kwenye hatua ya robo fainali. Katika rubaa za kimataifa zikiwa zimesalia siku 136 kabla ya kuanza kwa mashindano ya 23 ya kombe la dunia, mashabiki wa timu ya taifa ya Uingereza wamegomea kununua tiketi za kombe la dunia la FIFA 2026 wakilalamikia gharama za tiketi kuwa juu kupita kiasi. Kwa undani wa habari hizi za michezo tuungane naye Samson Bahati. Ikiwa hatua ya makundi ya klabu bingwa pamoja na shirikisho barani Afrika ikielekea ukingoni, huku hesabu za kitaalamu zikionyesha giza, mashabiki wa klabu ya Young Africans pamoja na Azam FC wameamua kuwasha tochi zao wenyewe. Hii ni hali ya kipekee ikiwa wapinzani wao Simba na Singida Black Stars wameshashusha silaha zao chini na kuzika matumaini yao rasmi. Kwenye mitaa ya vijana wa Jangwani na matajiri wa Chamazi imeibuka nadharia mpya ya matumaini ya hesabu na sayansi. Kabla ya kufanyika hukumu ya kitaalamu, je, maprofesa wa mitaani wanazichambua vipi hizi alama zilizobaki? Kuelekea Jumapili tunao mchezo mkubwa ambao utaamua hatima yetu ya kuelekea robo fainali dhidi ya JS Kabylie. Mchezo huo tunatakiwa tushinde walau kuanzia magoli mawili na kuendelea, huko tukimsubiria mpinzani wetu ambaye ni FAR Rabat ambaye atakuwa anakipiga pale Cairo dhidi ya Al Ahly. Tunamwombea afungwe walau hata goli moja au magoli mawili ili sisi tuweze kutinga hatua inayofuata. Najua kuna pressure kubwa kwa mashabiki wenzangu dhidi kuelekea mchezo huo, lakini ni watoe shaka kwamba tushawahi kufanya makubwa sana katika hatua hizi, kwa maana tushawahi kumpiga pia CR Belouizdad magoli 4. Kwa mimi binafsi bado matumaini yapo makubwa sana kuelekea hatua ya robo finali. Kwa upande wetu wa Azam FC pressure ni kubwa kwa wachezaji na uongozi na mashabiki kwa ujumla. Ukiangalia kumekuwa na ugumu na ufinyu kidogo wa kuweza kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Ili klabu yetu ya Azam tuweze kufuzu, tunahitajika kuweza kushinda mchezo huo dhidi ya Wydad kule ugenini kwa idadi kubwa ya mabao, kuanzia mabao 3 na zaidi. Tutakuwa na nafasi ya kuweza kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Sisi matumaini yetu kuelekea mchezo ujao dhidi ya timu ya JS Kabylie pale uwanja wa New Amani Complex ni kwamba tunaenda kushinda. Hatuna matumaini ya kupoteza. Matumaini yetu makubwa ni kushinda mchezo ili tuweze kufuzu hatua ya makundi. Timu yetu tuna imani kabisa ipo vizuri. Tuna imani kabisa benchi la ufundi pamoja na viongozi wamefanyia kazi huu mchezo ambao tunaelekea kufanya.
Ni wazi kuwa matumaini hayafi bali yanalala tu kusubiri miujiza. Hali halisi inaonyesha kuwa Yanga wapo na alama zao 5 kwenye kundi lao, huku wakiwa na kibarua kizito siku ya Jumapili dhidi ya JS Kabylie pale Zanzibar kwenye uwanja wa New Amaan Complex, huku Azam FC wakiwakabili Wydad Casablanca, mchezo utakaopigwa Morocco siku hiyo hiyo ya Jumapili ya Februari 15 ya mwezi huu. Je, hesabu hizi za mashabiki zitahamia uwanjani au zitabaki kuwa kumbukumbu za mashabiki mtaani? Ni mtihani wa muda dhidi ya imani. Nikiripoti kutoka hapa Malimbe, jina langu ni Samson Bahati na hii ni SAUT TV. Na kimataifa, klabu ya Tottenham Hotspur imetangaza rasmi kumtimua kocha wake mkuu Thomas Frank, ikiwa ni saa chache tu tangu klabu hiyo ipokee kipigo kingine cha nyumbani cha mabao 2-1 dhidi ya Newcastle United usiku wa kuamkia leo. Maamuzi hayo yamekuja baada ya shinikizo kubwa kutoka kwa mashabiki ambao walisikika wakipiga kelele za kuitaka bodi imuondoe kocha huyo raia wa Denmark kufuatia mfululizo wa matokeo mabaya yaliyoiacha timu hiyo katika nafasi ya 16 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Uingereza. Uongozi wa Spurs kupitia taarifa rasmi umeeleza kuwa uamuzi huo umekuwa mgumu lakini ni wa lazima ili kunusuru msimu wa klabu hiyo. Licha ya Frank kupewa mkataba wa miaka 3 mwezi Juni mwaka jana akitokea Brentford, amehudumu kwa miezi 8 tu huku akishindwa kuivusha timu hiyo kwenye giza la matokeo. Spurs sasa inajikuta ikiwa na hofu ya kushuka daraja ikiwa na pointi 5 tu juu ya timu zinazopigania kubaki ligi kuu. Takwimu zinamwandama Thomas Frank kwani ameondoka akiwa ameshinda michezo 7 tu kati ya 26 ya ligi msimu huu, huku timu yake ikiwa haijapata ushindi wowote wa ligi tangu kuanza kwa mwaka 2026 licha ya kufanya vizuri kwenye ligi ya mabingwa Ulaya kwa kuifanya Spurs kufika hatua 16 bora. Kiwango cha nyumbani kimekuwa cha kusuasua, jambo lililopelekea uhusiano wake na mashabiki kutokana na mbinu zake zilizotajwa kukosa ubunifu. Wakati huo huo, tayari tetesi za nani atachukua nafasi hiyo zimeanza kushika kasi, huku majina ya makocha wakubwa kama Julian na Griezmann na hata kurudi kwa Mauricio Pochettino yakitajwa. Hata hivyo, klabu hiyo inakabiliwa na ratiba ngumu huku ikiwa na wachezaji 11 wa kikosi cha kwanza majeruhi, jambo litakalompa kazi ngumu kocha yeyote atakayekubali kuchukua mikuba hiyo katika kipindi hiki cha lala salama. Macho ya wadau wa soka yameelekeza kaskazini mwa London kuona ni mwelekeo gani klabu hiyo itachukua, hususan kuelekea mchezo mkali wa dabi ya London dhidi ya mwasimu wao Arsenal hapo Februari 22. Kwa sasa Tottenham itahitaji uongozi wa muda wa haraka ili kutuliza hali ya hewa na kuanza safari ya kupanda milima ya msimamo wa ligi kabla mambo hayajaharibika zaidi. Na mashabiki wa timu ya taifa ya Uingereza wamegomea kwa kiasi kikubwa ununuzi wa tiketi za kombe la dunia la FIFA 2026 wakilalamikia bei kuwa juu kupita kiasi. Kupitia kikundi cha England Supporters Travel Club, zaidi ya tiketi 6,000 zilizotengwa kwa wanachama wao hazikununuliwa, zikiwemo tiketi za hatua za mwisho za mashindano hayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya michezo barani Ulaya, zaidi ya 90% za wanachama walipewa nafasi ya kununua tiketi hizo, lakini waliamua kutochukua ofa hiyo. Tiketi za fainali ambazo zinatarajiwa kuchezwa tarehe 19 Julai 2026 katika uwanja wa MetLife, New Jersey, zilikuwa miongoni mwa zilizoachwa wazi. Bei ya tiketi hizo ndizo chanzo kikuu cha malalamiko. Ripoti zinaonyesha kuwa tiketi za fainali zimepangwa kuuzwa kati ya pauni 3,130 hadi tiketi 6,489 za Uingereza, kiwango ambacho mashabiki wengi wamesema ni kigumu kumudu kwa mfuasi wa kawaida wa soka. Hata tiketi za nusu fainali ziliripotiwa kuwa katika viwango vya juu vinavyokaribia pauni 2,000. Kutokana na hali hiyo, takriban tiketi 1,091 kati ya 4,500 zilizotengwa kwa mashabiki wa Uingereza katika mchezo wa fainali zilibaki bila wanunuzi katika awamu ya awali ya mauzo. Thamani ya tiketi hizo ambazo hazikununuliwa inakadiriwa kufikia zaidi ya pauni milioni 7. Hata hivyo, wakati mashabiki wa Uingereza wakionyesha kutoridhishwa, takwimu za kimataifa zinaonyesha picha tofauti. FIFA imeripoti kuwa zaidi ya maombi milioni 500 ya tiketi katika hatua ya mwanzo ya draw ya mauzo, idadi inayovunja rekodi katika historia ya mashindano hayo. Aidha, katika awamu ya mwanzo ya mauzo maalum, zaidi ya tiketi milioni 1 ziliuzwa ndani ya muda mfupi. Nchi zinazoandaa mashindano haya, Marekani, Canada na Mexico,
zinaongoza kwa idadi kubwa ya maombi ya ununuzi wa tiketi. Kombe la Dunia 2026 litafanyika kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai 2026, ikiwa na timu 48 kwa mara ya kwanza na jumla ya mechi 104. Wakati FIFA ikiendelea na maandalizi, mjadala wa usawa wa bei za tiketi na upatikanaji wake kwa mashabiki wa kawaida unaendelea kuwa moja ya hoja kuu kabla ya filimbi ya ufunguzi kupulizwa. Asante sana Samson Bahati kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapa sina la ziada katika habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Joyce Pakomi na sasa nirudishe kijiti kwake Donald Anton kwa kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Joyce Pakomi kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinahitimisha taarifa ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari tupate tena muhtasari wake. Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza wameeleza kuwa kufungwa kwa barabara inayounganisha barabara kuu kutoka Masha kumeongeza utulivu kwa wanafunzi darasani na kuongeza umakini katika kujifunza. Na kimataifa, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO unajiandaa kuanza tena shughuli zake za kiusalama katika jimbo la Kivu Kusini, wakianzia mji wa Uvira na miji mingine. Na katika michezo, mashabiki wa Yanga na Azam FC wamesema kuwa wanayo matumaini makubwa kwa vilabu vyao kutinga hatua ya robo fainali ya kombe la mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika, ingawa haitakuwa rahisi. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Donald Anton. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine hapa SAUT TV.